Bwana asifiwe. Nataka kuwasalimu wote katika jina la Yesu. Mimi naitwa Pastor David Joroge. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Worldwide Gospel Church. Niko hapa Nakuru, karibu tu na town, mahali ambapo panaitwa Pipeline. Ningetaka kuleta neno lake Mwenyezi Mungu na niseme ya kwamba tunaishi kwa neema, na kwa hivyo nataka kuongea kuhusu neema, na niseme kwamba kuna mtu wa Mungu ambaye anaitwa Paulo katika Biblia ambaye ameandika vitabu 13, na kila kitabu alichokiandika alikuwa anaanza kwa kusema baada ya kujitambulisha anajitaja jina, na baadaye kuna maneno kwa kila kitabu alikuwa anayataja, na alikuwa anasema, nikitumia kama kitabu cha Timotheo, anasema in the book of 1 Timothy chapter 1 and verses 2, ama hata nitangulia hapo juu nianze verse 1. 1 Timothy 1 and verse 1, maandiko inasema, I Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior and the Lord Jesus Christ our hope. Anasema to Timothy, a true son in faith, grace, mercy and peace from God our Father and Jesus our Lord. Na kwa hivyo kile ambacho nataka kutaja sana sana ni hili neno ambalo alikuwa ama haya maneno ambayo alikuwa anasema grace, mercy and peace from God and Jesus Christ our Lord. Kwa kila kitabu utakuta ya kwamba alikuwa anataja about the grace, anawabariki hata kabla waongee, anawaambia may the grace of God our Lord be with you. Na pia hata akimaliza utakuta ya kwamba pia alikuwa anamaliza na hivyo hivyo tu, anawaambia may the grace of the Lord be with you. Ukisoma vitabu vingi, sio hiyo peke yake, hata nikitangulia na kitabu kingine utaona, hata nikisoma katika kitabu cha Corinthians, the first book of Corinthians, ama kitabu cha kwanza cha Wakorintho 1 na aya ya 3, utasikia nasema grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Utakuta mahali kwingine anasema grace and love, kwingine anasema grace and mercy, kwingine anasema grace and peace. Kwa hivyo the dominating word here is grace. Na hata akifungua kwa maneno akiwaongeresha, anawabariki, anawaambia kwamba may the grace of God be with you, may the mercy of God be with you. Akifunga pia unasikia akisema may the grace of God be with you. Kwa hivyo wakati alipokuja kuwahubiria aliwaambia may the grace of God. Na kwa hivyo ni vizuri kujua kwa nini kila wakati alitaka kuwabariki na the grace. Na grace ni zile baraka ambazo hazina vipimo. Na pia akifunga aliwabariki kwanza, akifungua na kuwabariki na hizo baraka ambazo hazina kipimo na ambazo huwa zinampata mtu akimkubali Bwana. Lakini pia akafunga na hizo tu pia baraka. Na ninataka kusema ya kwamba the grace of God is the cover in our life. Grace ya Bwana ndio huwa inakufunika. Na kwa hivyo ni vizuri kujua ya kwamba without this grace you are not protected. Na ni kusema ya kwamba kama you are not protected, you are exposed to every enemy. Na ninaweza tu nikatumia katika kitabu cha the book of 1 Kings 22. Hili ni neno ambalo linaongea kuhusu Jehoshaphat na mfalme ambaye pia anaitwa Ahab. Hawa walikuwa ni marafiki, na pia katika kijamii walikuwa jamii moja. Mmoja alikuwa mfalme wa Israel, mwingine alikuwa ni mfalme wa Yuda. Ahab alikuwa ni mfalme wa Israel na Jehoshaphat alikuwa ni mfalme wa Yuda. Na maandiko inasema ya kwamba akatembelewa huyu Ahab, akatembelewa na huu mfalme ambaye anaitwa Jehoshaphat. Alipotembelewa, kwa sababu pia walikuwa marafiki, ndio Ahab anamwambia Jehoshaphat ambaye pia ni mfalme, anamwambia si ni vema unipeleke kwa nikapige, ama unajua ya kwamba Ramoth Gileadi ni nchi yetu, lakini imenyakuriwa na Washamu.
Na kwa hivyo akamwambia kwamba si unaweza nipeleka huko tukapigane, tunyakue hiyo ardhi yetu. Na mfalme akamwambia ni sawa, lakini kabla waondoke, anamwambia huyu Yehoshafatu, akaambia Ahabu ambaye anataka kupelekwa vitani, je, ni vizuri tuulize kutoka kwa Mungu kama tukienda tutapigana tuweze kushinda ama tutashindwa? Na ndio hapo mfalme Ahabu anawaita manabii wa uongo, wanakuja wanaleta ujumbe wa uongo. Lakini Yehoshafatu kwa sababu anajua kwamba katika mawazo yake ya kwamba there is that grace, kuna hiyo neema ya kwenda kupigana na kushinda, na pasipo hii neema hawezi akaenda na akashinda. The Bible says alipokuja akaambiwa, yeye mwenyewe maybe kiroho alijua kwamba hawa ni manabii wa uongo, ndio akauliza, je, kuna nabii mwingine ambaye anaweza kuwa wa Mungu? Na hapo ndipo Ahabu anasema kuna mwingine ambaye huwa haniambii ujumbe wa ukweli. Na ndiposa akasema si kwende kuulizwa kwa huyu, ama aitwe aje atuletee ule ujumbe. Na maandiko inasema ya kwamba Mikaia akaletwa. Huyu ndiye nabii ambaye alikuwa ni nabii ambaye alimuogopa Mungu, na alikuwa anasema chochote tu ambacho Mungu atamwambia. Kama watashinda atawaambia, kama hawatashinda pia atawaambia. Na maandiko inasema ya kwamba alipokuja, ndiyo kuna habari mrefu kumhusu alivyosema, alipobishana na wale manabii ambao walikuwa namwambia, tukifika kwa mfalme sema kile ambacho tumekisema, usiende ukabadilisha. Lakini yeye lazima angesema ili ambayo ametumwa. Kile ambacho nataka kuleta hapa ni kwamba alikuja na akaleta ujumbe wa kusema ya kwamba nimeona mkienda vitani Israeli inakaa kama haina mrizi. Ni kusema ya kwamba huyu mfalme ataenda na afe vitani. Na kwa hivyo mfalme akakasirika, kwa sababu mfalme hakujua ya kwamba, ama hakuelewa ya kwamba kuna neema ya biguni, wacha hii ya wanadamu, ya kwenda vitani na kurudi. Na neema ni covering, it is a covering, na inaweza kukukava mahali kokote. Na kwa hivyo walienda vitani, lakini akaacha amesema ya kwamba huyu prophet awekwe kwa gereza, anyweshwe na vyakula vikali na kinywaji kikali. The Bible says, maandiko inasema ya kwamba walipoenda vitani, vita ikachacha. Sasa ni akina Jehoshafat upande wao na Ahabu unapigwa. Na ndio hata huyu mfalme ambaye anaitwa Ahab akatoa mavazi, Yehoshafati abaki na mavazi ya ufalme, lakini yeye sasa ajifiche kwa watu wasionekane. Lakini kumbuka ya kwamba Jehoshaphat alikuwa ametafuta the grace, the cover ya kwenda kupigana na kushinda. And the Bible says ya kwamba sasa wale wa Shamu hawakuwa na haja na mtu mwingine, walikuwa na haja sana sana na kuua huu mfalme. Hii nakuambia ya kwamba watu wote ambao walikuwa pale, they were under the grace of protection. It's only the king, kwa sababu ndiye anatafutwa. Hawakuwa na haja na mtu mwingine, walikuwa na haja na huyu mfalme. Na it's like he was exposed to his enemy spiritually, kwa sababu Jehoshaphat mwenyewe si ambaye anatafutwa. Na kwa hivyo in a very tricky way amejificha ndani, Jehoshaphat awe exposed. Lakini Jehoshaphat hakuwa exposed in spirit. Katika kiroho he was not exposed. Katika kimwili alikuwa exposed, kwa sababu tayari ndiye amebaki na mavazi ya ufalme, na huyu ndiye ambaye anatafutwa, huu mfalme. Na walipomkaribia kwenda kumuua, hapo hawakuweza, kwa sababu walikuja wakatambua ya kwamba this is not the man we are looking for, tunamtafuta Ahab. Na kwa hivyo Ahab bado amejificha. Na hii inanibariki sana mpenzi, na ningetaka pia ikubariki ya kwamba igawaje huyu mfalme alikuwa amevaa mavazi ambayo yanaweza kumweka katika hatari, kulikuwa na that grace spiritually ambayo ilikuwa imemkava, hangekufa, kwa sababu kitu cha kwanza alikuwa ametafuta uso wa Bwana. Na maandiko inasema ya kwamba basi baada ya wawa maadui wa Israeli wa Shamu kumtafuta mfalme na kumkosa, mmoja akachukua mshale akaurusha juu. Ulipoenda juu kirudi chini, ulimkuta huyu mtu ambaye hakuwa protected. He was not under the grace, under the covering ya kuishi.
ambaye alikuwa ni Ahabu, na maandiko inasema ya kwamba ule mshale ukakuja ukaingia katikati za nguo zake na ukamdunga, na kutoka mahala pale yeye alikufa. Hata alipokimbizwa mafichoni yeye alikufa. Unaona ya kwamba Jehoshaphat, he is exposed to his enemy katika mwili, katika kuona, lakini spiritually the man is protected by God, by the grace of God. Grace ya kumficha ilikuwa imemficha. Nataka kusema katika jina la Yesu ya kwamba kuna hiyo grace ambao huwa inakava mtu hata kama uko katikati mwa maadui, hata kama you are the target. Unakuta ya kwamba kwa sababu Jehoshaphat sasa kimwili he was the target kwa sababu amevaa yale mavazi ya mfalme, lakini kiroho he was protected. Na kwa hivyo nataka kusema ya kwamba mfalme wa Israeli hakuwa ametafuta that cover. Lakini mpenzi, ni vizuri kuelewa ya kwamba wakati Paulo anaposema ya kwamba may the grace of God be with you, hasemi majina peke yake, anasema the covering. Na grace huwa inakava mtu kila mahali, inakukava katika kiroho, inakukava kama wewe ni mtumishi wa Bwana. Hata wakati unapopitia katika hali ngumu, unakuta ya kwamba that grace inakuprotect kiasi kwamba hata kama utajaribiwa hautaisha, hata kama mawimbi yatakuja hayatakumaliza. Na kwa hivyo ni vizuri kuelewa ya kwamba Paulo anaposema ya kwamba may the grace of God be with you, anawafungua kwanza. Alafu pia sio hivyo tu, akifunga akiondoka anawaambia may the grace of God be with you. Without the grace of God you are not covered. Hata ndio unakuta ya kwamba kuna watu ambao wanapataga mali, lakini they don't have that grace covering ambayo itawa protect. Ile mali inakuja inaisha kwa haraka. Lakini kuna wale unakuta ya kwamba maisha yao yote unakuta ya kwamba because there is that grace to protect and sustain their wealth, unakuta ya kwamba over the years, hata kama kuwe na jua, hata kama kuwe hakuna jua, those people are protected. Hata ningewaombea katika jina la Yesu ya kwamba hata mili yenu, unajua mpaka pia kuna that grace ambayo huwa inakukava igawaje unapitia hali ngumu, igawaje kuna magonjwa, na kutia kwamba hii magonjwa haiwezi ikakuangamiza hata ikija, kwa sababu maadui walikuja wakati wa Jehoshaphat na hawa ni enemies ambao wangemuangamiza. But there was that grace ambao pia ilikuwa inatani mawazoni mwao, hata kabla wamuue tu wanamkaribia. Hata alipotoa sauti wakajua ya kwamba this is not Ahab. Nataka kusema katika jina la Yesu ya kwamba without the grace of God ni vizuri kuelewa ya kwamba hauwezi ukasurvive. That ndio maana unakuta ya kwamba kila wakati Paulo anaachilia ile neema, anasema may the grace of God cover you. Kuna wengine walikuwa naambiwa ya kwamba may the grace, the love and the mercy. Kwa hivyo kitu cha kwanza, it is the grace inatajwa, alafu hii grace inatajwa ilete mpaka peace. Anasema kama the first letter of Corinthians to the Corinthians, anasema may the grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Nataka kusema wapezi ya kwamba ni vizuri kuelewa ya kwamba hii neema inakuwa imebeba hizo vitu vingine. Kuna wale ambao walisema ya kwamba may the love, wengine akasema the mercy, lakini zote kwanza anataja the headline ya kwamba the grace of God. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba you can be exposed to many enemies kama hauna hiyo neema katika maisha yako. Na nitaje vingine, niseme ya kwamba kuna mahali pa neema, na ukitoka hapo mahali pa neema utakuta ya kwamba you are exposed to the enemy. An example, maandiko inasema kuhusu Naomi na mumewe Elimeleki. Walitoka Bethlehem Juda, na huko hakuwa nakufa ingawaje kulikuwa na njaa, lakini pia walitoka huko wakaenda to the land of Moab, the Moabites. Pale ambapo walikuwa ni kubaya, hakuna chakula, lakini kuna the grace of living because they were not dying. Hii inaongelesha wale ambao ni wasomi wa Biblia, wanajua ya kwamba there was that Naomi ambaye alikuwa pia na mzee wake ambaye alikuwa anaitwa Elimeleki, na pia walikuwa na wana wao wawili. Kwenye walienda Moab, huko kulikuwa na chakula, but there was no grace of living to them. Na unakuta ya kwamba walikufa, wale watatu walikufa, wana wawili wa Naomi, na Elimeleki pia alikufa, na Naomi tu ndiye aliyebaki.
Na katika mawazo nafikiria kwamba kama Naomi angeendelea kuishi kule Moab, hata yeye pia angekufa, lakini alichukua hatua ya kurudi kwao, ambako pia kulikuwa na njaa bereni, na aliporudi huko ndio Bwana pia alimkumbuka akaishi, na pia maisha yake yakawa mema. Ninataka kusema ya kwamba there is a place of grace. Wale ambao mnakuta ya kwamba mnaanguka, mna backslide, mjue ya kwamba mnatoka sehemu ya grace na mnaenda kuwa exposed to your enemies. This is the reason mtu akibackslide siku ya leo, baada ya muda unakuta ya kwamba maisha yake yameharibika, kwa sababu ametoka from the place of grace na ameenda mahali kwingine. Hata wale ambao wanayubayuba kiimani, nakuta ya kwamba unabadilisha imani yako, kumbe utabadilisha kwa imani nyingine ambayo haina neema ya kukutunza. Na ni vizuri kuelewa ya kwamba mahali ambapo tayari umeitwa katika wokovu, hapo pia pana neema. Inaweza kosa kuonekana physically like Naomi, kama angelijua ya kwamba ingawaje Bethlehem Juda kulikuwa na njaa, lakini kulikuwa na neema ya kuwa protect mpaka njaa iishe. Na hii nasema pia kwa wale ambao ni Wakristiano ya kwamba ni vizuri sana kuelewa ya kwamba usije ukatoka katika wokovu kwa sababu kuna shida, kwa sababu maisha imekulemea. Wengine wanakaa nyumbani, wengine unakuta kwamba wanabadilisha imani zao, lakini ni vizuri kuelewa ya kwamba unahitaji kukaa, kwa sababu there is that grace that is protecting you. Maadui wanaweza kuwemo. Jehoshaphat alijikuta katika maadui, alijikuta ya kwamba kuna a very big army ambayo inakuja kumpiga, lakini hakuondoka katika ninasema ya kwamba he was already protected, kwa sababu tayari hata kama alienda huko, alienda with that grace, with that cover ambao ninahitaja kuwa neema katika jina la Yesu. Mtazamaji wangu, ningetaka kusema ya kwamba jioni ya siku ya leo ya kwamba you are not alone. Wewe si peke yako, there is grace. Hata uwe kuna maisha ambayo yanakusukuma, mambo ya ugonjwa, usione ya kwamba wacha niende nikatafute, sijui nitafanywa namna gani, sijui nitaombewa wapi. Hapana, kaa katika neno, katika jina la Yesu. Usije ukachanganya imani, kwa sababu ni Paulo ambaye tayari ako na ugonjwa katika mwili, na ni mtume ambaye anaongea na Mungu na kuandika vitabu, lakini ako na ugonjwa ambao ako na mwiba ambao tayari haumuondoki, lakini Mungu anamwambia kwamba sasa hii ndiyo inakusustain. Anatuonyesha ya kwamba Mungu anamuonyesha ya kwamba this grace ndio itamsustain, kwa sababu Mungu anamwambia kwamba my grace, the grace will be sufficient to you. Nataka kusema ya kwamba jioni ya siku ya leo, ama wewe ambao unaniangalia, ni vizuri kuelewa ya kwamba you have a covering. Unaweza pitia mateso, but you have a covering. Unaweza pitia mambo mazito, lakini make sure ya kwamba you have that covering of that grace, ambao huwa inahakikisha ya kwamba utapita yale mambo na utasimama katika jina la Yesu. Nataka kusema ya kwamba jioni ya siku ya leo ya kwamba ni vizuri kuelewa ya kwamba hata kama hauoni mambo makubwa, lakini kuna kitu kikubwa kutoka mbinguni, the grace of God that is protecting you. Na ningesema ya kwamba iwe inakutangulia na iwe pia inahakikisha ya kwamba inakufungia, kwa sababu Paulo alikuwa kinena, anafungua mlango kwanza, anaambia kwamba may this grace be with you, lakini pia akifunga na maneno ambayo alikuwa anafunga nayo baada ya kuwafundisha neno la Bwana, anasema pia may that grace of God be with you. So they were contained kutoka juu, ama they were protected, walikuwa ndani kutoka mwanzo mpaka mwisho katika jina la Yesu. Niseme ya kwamba may the grace of God be with you kutoka asubuhi mpaka jioni, wiki mzima, mwaka mzima, maisha yako yote katika jina la Yesu. Mungu wa baraka awabariki sana.